Nimegawanya vipaumbele vyangu katika maeneo matatu. Nimegawanya katika eneo la maafisa usafirishaji kwa maana ya bodaboda, ambao ukiangalia ndio imeajiri vijana wengi zaidi katika jimbo la Ilemela. Na mimi nilisema, na wakati wa kampeni nilisema, nimekuja kubadilisha dira na mwelekeo na mtazamo wa nyinyi vijana. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee kushirikiana katika kipindi hiki. Lakini bila kusahau, nimekuja kwa ajili ya kuhakikisha tunainua maisha ya kiuchumi ya wajasiriamali wadogo wadogo ambao hata ukiwaangalia benki hawawezi kukopesheka. Mimi naomba niwahakikishie makundi haya mawili ndio makundi ninayokwenda kuanza nayo. Kwa maana kundi la wakina mama wadogo wadogo wajasiriamali, kundi la bodaboda kwa maana hizi bodaboda za miguu miwili, pamoja na bajaji, maana bajaji pikipiki za miguu mitatu. Kwa hiyo nyinyi ndio ninakwenda kuanza zile siku 100. Niseme nisiseme? Sema! Niseme nisiseme? Sema! Yajayo sasa, niseme nisiseme? Sema! Ndugu zangu, ndani ya siku 100 zijazo nilisema bodaboda ninataka sasa niwape bodaboda za kufanyia kazi zenye masharti nafuu. Ndugu zangu, wengi mmeona, na mimi ni kwa sababu nimeshawasiliana na viongozi wenu na wameniambia wana kanda 10. Kanda 10 mimi nilisema kwa kuanzia, ndugu zangu, nataka wale ambao walikuwa wanalia na hii mikopo ya bodaboda tuwapunguzie ukali wa maisha. Ninakwenda kutoa bodaboda 100. Na katika hizi kanda 10 ninaomba mjichague, na ambapo tayari wengine wameshaanza kuleta majina kwa viongozi wao. Niwaombe sana tukawape watu ambao kweli anaweza kufanya kazi na yuko tayari kufanya kazi. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo katika hizi kanda 10 tumesema kila kanda itapata bodaboda 10 kwa kuanzia. Na mimi matarajio yangu katika eneo la bodaboda, ninataka ndani cha kipindi cha mwaka mmoja, angalau Mungu akinisaidia, niwe nimetoa bodaboda 500. Sawa ndugu zangu? Na katika kipindi changu cha miaka 5, basi Mungu akinijalia niweze kutoa bodaboda kati ya 2500 mpaka 3000. Ninaamini mtanikumbuka kwa mema nitakayokuwa nimeyafanya. Na mimi sio mtu wa maneno, mimi ni mtu wa vitendo. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo hilo ni eneo la bodaboda. Lakini kuna wale watu wa bajaji. Watu wa bajaji, kuanzia wiki ijayo tutaanza vikao na nyinyi. Na nyinyi nina jambo lenu. Na kwa wale wajasiriamali wadogo wadogo, kwa maana ya mama ntilie pamoja na machinga, na wenyewe timu zangu nimeshaziunda kwa ajili ya kuwabaini na kuwatambua, ili kuona ni namna gani tunaweza kuwasaidia. Na hawa tutawapa mikopo isiyokuwa na riba. Kwa majina naitwa Daniel Adamu, mwenyekiti wa kituo cha maduka 13 mtaa wa Kashishi. Kwa hili mbunge aliyolitamka hapa, mimi namuunga mkono, maana imefikia stage mabodaboda wengi tumeshindwa kuendelea kwa sababu ya uzito wa mikataba ya mabodaboda. Kwa hiyo kama ameamua kutufanyia hili, ni ahadi aliyotuahidi toka akiwa kwenye kampeni. Kama ameamua kuliweka sawa, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia kwenye upande wa mikataba, tumekuwa wengi hatumalizi mikataba kwa sababu ya changamoto tunazokutana nazo. Kimfano, mtu umeuguriwa, ukitoka ukirudi unashindwa kuendelea na mkataba, maana umeshaweka magepu mengi au madeni. Bosi inafikia stage anashindwa kuwa muelewa, anachukua chombo chake, anaendelea na mambo yake mengine. Kwa hiyo unakuta kwa wewe kama bodaboda, faida kubwa umemwachia bosi mwenye pikipiki. Kwa hiyo unakuta bodaboda hauna faida yoyote. Kwa hiyo hichi alichokisema, kwa upande mwingine waambie viongozi wa kanda wasiangalie sura, waende kwa hatua, kwamba yule mtu atakuwa hiari kutoka na kuchukua zile pikipiki apokelewe, wasianze kuangaliana sura kwa ubaguzi. Ili mradi bodaboda wote tushirikiane tupate afadhali vile kile kilichotoka kwa awali.